Wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa na ndugu wanahabari, naomba nichukue fursa hii kuzungumza nanyi juu ya maadhimisho ya 29 ya wiki muhimu kabisa ya maziwa nchini yatakayofanyika hapa mkoani kwetu kuanzia tarehe 25 Mei mpaka tarehe 1 ya Juni. Maadhimisho haya yameandaliwa na Bodi ya Maziwa Tanzania chini ya Wizara ya Mifugo, Uvuvi, mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia ya nchi. Pamoja na wadau mbalimbali wa tasnia ya maziwa nchini, wote hawa wanajumuika nasi katika kuadhimisha maadhimisho ya 29 ya wiki ya maziwa Tanzania. Hii ni heshima kubwa sana watu wa Iringa kupata nafasi ya maadhimisho ya kitaifa, lakini mahususi tukifahamu kwamba mkoa wa Iringa ni miongoni mwa mikoa ambayo ina uchangiaji mkubwa sana wa uzalishaji wa maziwa na utumiaji wa maziwa nchini. Maadhimisho haya yamekuwa na lengo la kuhamasisha urasimishaji wa tasnia ya maziwa, uwekezaji, matumizi ya maziwa bora na salama ili kulinda afya ya mlaji, kukuza biashara rasmi ya maziwa, lakini pia kuhakikisha tasnia ya maziwa inaongeza mchango wake katika maendeleo ya uchumi na taifa kwa ujumla. Ndugu wanahabari, kwa mwaka huu 2026 maadhimisho haya yanaongozwa na kauli mbiu inayosema rasimisha biashara ya maziwa, okoa maisha ya walaji, ongeza kipato na changia uchumi wa nchi yetu. Kauli mbiu hii inalenga kuhamasisha wadau wote wa tasnia ya maziwa kuendeleza shughuli zao katika mfumo rasmi unaotambulika kisheria na kuhakikisha maziwa yanayozalishwa na kusafirishwa na kuuzwa yanakuwa ni salama kwa watumiaji wote, hasa sisi binadamu ambao kimsingi maziwa ni sehemu ya uimarishaji wa afya zetu. Katika kipindi chote cha maadhimisho haya, shughuli mbalimbali zitafanyika kwenye mkoa wetu ambazo ningetamani sana wananchi waweze kushiriki na kuwa sehemu ya maadhimisho haya. Kwanza, maonesho yatakuwepo ya kuonyesha bidhaa mbalimbali za wadau wote waliopo kwenye mnyororo wa thamani ya maziwa. Hivyo mtapata nafasi ya kuona maziwa yanazalisha nini, bidhaa za aina gani, zinapatikanaje na zina faida gani. Itakuwa ni fursa pekee kwa wananchi wote kushuhudia bidhaa hizo. Lakini pili, kutakuwa na usajili wa wadau wote wa maziwa. Tatu, kutakuwa na uhamasishaji wa uwekezaji katika uzalishaji, ukusanyaji, usafirishaji na usindikaji wa maziwa katika nchi yetu. Lakini swala la nne itakuwa ni kongamano la wadau wa maziwa litakalowakutanisha wafugaji, wachakataji, wadau wa maendeleo, wasambazaji, wawekezaji na wataalamu mbalimbali katika sekta nzima ya maziwa. Lakini pia kutakuwa na utoaji wa elimu kwa jamii kuhusu matumizi ya maziwa bora na salama kwa afya na matumizi ya nyumbani. Lakini pia huduma za usajili wa wadau na tasnia ya maziwa zitafanyika na kutolewa hapa katika kipindi hiki cha maadhimisho. Lakini saba, kutakuwa na mafunzo ya usindikaji wa maziwa, ufugaji wa kibiashara na lishe ya mifugo bora na uzalishaji na ufugaji utakaoleta tija, ambao wataalamu, wabobezi na watu wenye uzoefu mkubwa katika tasnia watakuwa sehemu ya maadhimisho haya. Lakini mwisho, kampeni za uhamasishaji unywaji wa maziwa shuleni na katika vituo vyenye watoto wenye mahitaji maalum itafanyika kupitia maadhimisho haya. Hivyo itakuwa ni maadhimisho kabambe katika nchi yetu yatakayofanyika katika mkoa wetu wa Iringa kwa lengo la kumfikia kila mwananchi. Ndugu wanahabari, tasnia ya maziwa ina mchango mkubwa katika lishe, ajira na uchumi wa wananchi kwa ujumla. Hivyo ni wajibu wetu kila mmoja kuhakikisha tunashiriki kikamilifu katika juhudi za kuimarisha sekta hii muhimu kwa maendeleo ya taifa letu. Mkoa wa Iringa ni miongoni mwa wadau wakubwa katika uzalishaji, ukusanyaji na uchakataji wa mazao. Nasi kwa upendeleo, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliona ipo haja na hoja kutuletea mradi wa kimkakati, mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi, ambao unatekelezwa katika halmashauri ya wilaya ya Iringa, Kilolo na Mufindi. Mradi huu umekusudia kuongeza uzalishaji na kuboresha mnyororo wa thamani wa maziwa. Utajikita zaidi katika kusaidia na kuendeleza maudhui ya BBT, kununua na kugawa ng'ombe bora wa maziwa. Lakini pia itasaidia katika ujenzi wa miundombinu itakayowezesha ufugaji bora, ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya kukusanyia maziwa, kupanua soko la maziwa, kuanzisha bima ya mifugo na kadhalika. Wanairinga, tutumie fursa hii kukamata fursa hii kuongeza uzalishaji, ukusanyaji, uchakataji wa maziwa na kuongeza pato la kaya na kuchangia kwenye pato la taifa kwa ujumla. Ndugu wananchi wenzangu na ndugu wanahabari, katika kuelekea katika maadhimisho ya wiki ya maziwa kitaifa, matukio mengine yatakuwa yanaendelea ambayo ni kuwatembelea na kuwasajili wadau wa maziwa, kuanza maonesho ya huduma na bidhaa pamoja na uhamasishaji wa unywaji wa maziwa, mafunzo ya elimu ya biashara, uwekezaji na urasimishaji kwa wananchi, lakini mafunzo ya ufugaji bora na usindikaji wa maziwa pia yatafanyika, na mwisho ziara ya mafunzo ya kutembelea mashamba, mifugo na viwanda vinavyofanya vizuri pia yatafanyika. Lengo ni kuhakikisha tunajengeana uelewa pamoja na kupeana fursa ya kujifunza kwa wengine ili kuendelea kuikuza sekta yetu ya maziwa ndani ya taifa letu. Mwisho, napenda kutumia fursa hii kuwakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa yote ya jirani, wadau wa tasnia ya maziwa, kampuni zote, taasisi za umma na binafsi, pamoja na wawekezaji kushiriki kamilifu katika maadhimisho, hususan maonesho ya bidhaa na huduma yatakayofanyika katika viwanja vya Mwembetogwa vilivyopo hapa manispaa ya Iringa kuanzia tarehe 28 Mei hadi tarehe 1 Juni, pamoja na kushiriki kwenye shughuli nyingine zote ambazo zimeainishwa kwenye ratiba yetu. Ninawakaribisha sana Watanzania wenzetu kutoka nchi nzima. Ninawakaribisha zaidi wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa. Wiki ya maziwa ni wiki ya fursa. Nawakaribisheni sana mkoa wa Iringa.